Mechi ya Simba Sport Club na Young Africans, goli ambalo limezungumzwa sana na limekuwa likipostiwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, hususan mitandao mikubwa. Goli la Clatous Chota Chama litaweza kuingia kwenye Puska what? Kwa namna ambavyo jinsi ambavyo linapostiwa na baadhi ya watu, Puskas Awards. Unataka hilo swali, alafu kuna niliposti mimi, kuna jamaa kaja akacomment, unaijua Puskas Award wewe? Unaijua Puskas Award wewe? kaja ku comment. Akaja ku comment pale. Liingia kwenye Puskas Award. Sababu jamaa unaona ndevu hizi na mvi hizi. Kwenye mchezo wa mpira wa miguu na experience ya kutazama, kupenda, kuangalia kwa miaka karibia 27, inakimbilia 28. Kuangalia hivi, kupenda na kutazama nikiwa na akili zangu timamu, miaka 27 inakimbilia 28, na uangalia nikiwa na akili zangu timamu na uangalia hivi kwa mapenzi mazito na mahaba. Mimi mpira kwangu ni zaidi ya hisia. Ndio maana chochote kibaki kifanyika kwenye mchezo wa mpira wa miguu, maumivu yanatoka ndani ya moyo, sio kwenye timu. Kikifanyika kwenye mchezo wa mpira wa miguu, maumivu yanatoka ndani, hisia zile za ndani kabisa, kwa sababu kwangu mpira ni zaidi ya hisia, na upenda sana mchezo wa mpira wa miguu. Kwa niliponiambia vile nikafikiria, nikasema licha tu kukaa kwenye media, kufanya kazi kama sports journalist ama pundit, mimi ni shabiki mkubwa sana wa mchezo wa mpira wa miguu. Kwa chochote kilichokuwa kinafanyika kwenye mchezo wa mpira wa miguu nilikuwa nakifuatilia kwa ukaribu zaidi. Puskas Awards, mpaka historia yake, kwa nini ile tuzo iliitwa Puskas Award, mimi si tu kuifahamu, yani ilibidi nichimbe nijue kitambo hicho, sio leo. Kwa unajua kitambo sana. Sijui bwana vizuri. Kwa hivyo niambie vile nilicheka sana, nikasema kuna eneo lazima watu wabadilishe mindset. Yani sio kwa sababu tu umeona mtu mitandaoni anazungumza kuhusiana na mpira wa miguu ukamchukulia poa tu kwa sababu umemjua tu hapo. Sio vizuri. Behind the scene sisi tuna maisha yetu tulopitia. Sio vizuri. Yes. Yani tuna maisha yetu mpaka kuja tunazungumzia mpira hivi. It's not easy my brother. Sio vizuri. Kwa hiyo alivyoniambia vile, akili yangu ikawaza kuwapa elimu wa Tanzania. Puskas Awards ni tuzo ambayo haichagui goli limetoka nchi gani, wapi, ligi gani, sijui kitu. Wanaangalia ubora na upekee wa lile goli, namna ambavyo lilivyofungwa, kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu kinachoweza labda kupishana ni intensity, ile level ya kasi ya mchezo wenyewe, kati ya ligi bora na ligi zenye level ya kati. Sisi tuko kwenye ligi yenye level ya kati. Sio hatuwezi kufikia level ambazo zipo baadhi ya ligi barani Afrika mpaka Ulaya. Sio vizuri. Lakini when it comes unapokuja swala kuizungumzia ligi ya Tanzania, hata kama ina mapungufu yake kiasi gani, lakini lazima uizungumzie ligi ambayo inatambulika kidunia. Inaweza likatoka goli bora, linaweza likatoka hata India. FIFA, kwa sababu FIFA wanasimamia mpira kidunia, hawasimamii mpira Ulaya, duniani. Sio vizuri. Kwa hiyo wao wanafuatilia, wakiona goli kali wanafuatilia. FIFA wameweka watu kwa ajili ya kuangalia huo mchezo, wa kumonitor. So kitendo cha goli la Chama kupostiwa kwenye media tofauti, kwa mfano kama mimi ni mtu ambaye nime media zile kubwa za kisports, nimefollow wale watu ambao wanazungumza sana kuhusiana na masuala ya sports, michezo tofauti. Huwezi amini, goli la Chama limepostiwa karibia media tuseme tu za online au kupitia tu zile social media ambazo zile kubwa zina trend karibia hata
10 mpaka 15. Goli la Clatous Chota Chama. Hapo sijamzungumzia Hafiz Dalag, yule mtangazaji mahiri kabisa kutoka Bein Sports, yule babu Mbumo Diallo, unamkumbuka yule babu? kama yeye yule babu sijamzungumzia hiyo. Kitendo cha kupost yule babu anafuatiliwa na dunia nzima, CAF wenyewe kupitia CAF online kwenye mtangazo ya mechi na kadhalika, wanamtumia yule babu kutangaza, afu kwa sababu anatangaza kwa lugha ya Kiarabu na huwa anachagiza vizuri sana ujue. Si vizuri kwenye lugha yake ya Kiarabu. Hadi kuna muda nikawa nafikiria ile goli ndio tuchukulie mfano angelitangaza yule babu. Habibi Chaba bobo Chaba ya Africans. Oh Chaba la Chaba. Bwana noma. hatari ndugu yangu. Utamu unaupata bonge la goli. Nje ya ushabiki wa Simba na Yanga, ukiangalia ile goli alilofunga Chama. Sibila vizuri hata Diara mwenyewe alisema asante Chama. Asante Chama. Nimefungwa. Asante Chama. Asante sana Chama. Sibila vizuri. One of the best goal ambalo tumewahi kushuhudia. Unajua kuna acrobatics zinapigwa, ila the way ambavyo Chama alivyouanzisha ule mpira kwenda kwa mpanzo, alafu ile movement aliyoifanya na alivyogeuka na vipimo vya ule mpira mpaka kwenda kufunga lile goli, brother, fantastic. Sibila vizuri. Kwa ukifuatilia wale watu maarufu, mitandao maarufu kwenye mitandao ya kijamii ilivyoposti hilo goli, watu walivyozungumzia kwa ukubwa, mpaka kuna mitandao mingine ya Amerika ya Kusini huko wamezungumzia hilo goli kwa ukubwa huo. Why lisiingie kwenye Puskas Awards? Why lisiingie kwenye hayo magoli? Sio haina maana kwamba leo linaweza likaenda likachaguliwa likawa bora. Linaweza likaingia kwa sababu unajua duniani anafungwa magoli mengi hatuyaoni. Inawezekana kuna magoli mengine makali zaidi yamefungwa hatujayaona, ila na ndio wenyewe FIFA wanafuatilia na utayaona kwenye Puskas Awards. Sio vizuri. Lakini kwa jinsi ambavyo lilifungwa lile goli, kwa ufundi, sanaa ya ufundi uliotumika pale, sio vizuri, watu wanaona linafaa kuingia kwenye Puskas Awards na hakuna shida yoyote. Binafsi mimi sioni linafaa kuingia kwenye Puskas Awards kwa sababu umetumika ufundi mwingi sana mpaka kufunga lile goli. Hakuna kipingamizi gani? Watu walikuwa wasema ni offside. Hakuna offside pale, ni clear goal. Kwa hiyo kuingia kwenye Puskas Award, watu wasifikiri labda sijui inatumika sijui nini, labda ligi sijui. Hapana, mashindano yote ambayo yanasimamiwa na FIFA, sio vizuri, kwa sababu mpira unasimamiwa na FIFA, inaingia tuzo, sio vizuri, na uliona post inaingia kwenye tuzo vizuri tu. Na uliona post ya habari wa Sport Club Ahmed Ali alitoa pendekezo kuwa pengine ya ligi atengenezwe hapa lazima Chama pale kwenye ile logo ya ligi. Sasa hiyo si unajua, kuna utani unaoendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Simba na Yanga wanavyoposti yale matukio. Nimeona kuna baadhi ya watu wanachukulia negative. Mimi sichukulii negative ule utani. Unajua kuna utani wa mpira wa miguu, alafu kuna utani wa mpira wa miguu ambao umefika mpaka. Lakini Yanga na Simba wanavutaniana kwenye mitandao ya kijamii, ule ni utani wa mpira wa miguu ambao mimi naufurahia. Mimi napenda vile unachangamsha. Unajua kuna utani wa mpira wa miguu ambao unachangamsha. Kuna utani ambao unaendana na kashfa, ule mimi ndio siukubali. Kuna utani ambao unaingiza mpaka propaganda, huo mimi siukubali. Alafu kuna utani ambao uko kwenye vitu serious wanaofanya viongozi wa club, huo mimi nitapinga miaka 200. Kuna utani ambao uko kwenye football, kwa mfano in Africans kuuza klipu ya Alan Okello, ule ni utani mzuri. Kwanza unawasaidia wao kiuchumi kwenye digital platforms,
Sibula vizuri. Fikiria baada ya kuanzisha tu ile kampeni, Alikamwe kwenye ile nimpongeze. Bonge moja la ubunifu. Sana ile department. Sana Alikamwe. Sana ametumia akili sana Alikamwe. Kwenye ile department yao ya digital. Kitendo cha kutengeneza kile kitu. Fikiria wameingiza fedha kwa watu kununua. Kuna shabiki alitoa mpaka 500,000. Lakini pili, kwenye mitandao ya kijamii lile tukio limefuatiliwa zaidi. Baadaye wakaweka exclusivity ya kuliachia. Wakalitengeneza alafu wakaliachia. Nenda kaangalie likes, kaangalie comments. Sibula vizuri. Impression imekuwa kubwa kwenye mtandao wao wa kijamii, ambapo sasa kwenye digital platform, kwenye ile idara ya habari Young Africans wamefanikiwa. Lakini kwa mfano wanalichukua leo wanalipeleka YouTube pia. Kile kipande kile wanakiweka YouTube kupitia kwenye kwenye page labda ya Young Africans. YouTube wanakitia pale. Kwa mtaji wa mashabiki watu wakaenda kuangalia YouTube. Sababu YouTube sasa hivi wanalipa fedha. Sibula vizuri. Unaonaje department ya habari na digital itakuwa imetengeneza faida kwa klabu ama la? Itakuwa imetengeneza faida. Of course, kwa hiyo hicho ni kitu positive. Hawajakashifu wala hawajatoa lugha mbaya. Sibula vizuri. Wametaniana kwenye engo ya kimpira, kwa sababu kitu cha kawaida mtu labda unapigwa kanzu, unapigwa dalis, tobo, ni vitu vya kawaida kwenye football. Hata ukitaniwa kapigwa tobo, ananiokele kampita kadondoka huyo mshana. That is football. Watu wanaenjoy. Sibula vizuri. Simba na wao wakaja na kipande cha Chama, anafunga goli alafu akamweka Shiki Diara mikono juu mwendo. Umeiona ile? Nenda kaangalie likes na comments. Umeona huo utani wa football Unaona unavonoga Sio utani wa propaganda, sio utani wa kashfa. Linatokea huko jitu halijui mpira. Linatokea jitu huko limevamia tu kushabikia mpira from nowhere, linatukana ovyo kwenye mitandao ya kijamii, lina kashifu, halijui utani wa mpira ukoje. Hiyo kuna mjitu mimi inanikera sana. Linaenda lina comment, linatukana yani halijui utani wa mpira. Sometimes kuna hivyo vitu vya kutaniana, kuna kukosoana in positive way, sio chuki. Lengo na madhumuni mpira wetu uwe bora, mpira wetu uwe na vitu vitamu vya kuangalia kuliko kutengeneza propaganda. Kwa kama kuna mambo ya kipuuzi yakifanyika nje ya uwanja, tutasema, tutakosoa in positive way na watu wajirekebishe. Lakini si watu unatutengenezea ubaya, watu wanatutukana. Mimi siwezi kukuacha, nitasema tu. Siwezi kukubali. Sibula vizuri. Alafu labda linatokea labda shabiki tu huko from nowhere limerithishwa timu. Unajua kuna mashabiki wengine wamerithishwa tu timu, hajui mpira, hajui utani ni nini, hajui. Yeye anakuja anatukana tu from nowhere. Huyo ni shabiki wa ovyo, siwezi kumkubali. Lakini utani ambao unafanyika hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii kati ya Yanga, nasema kwanza unaongezea hata followers. Watu wapita kwenye page nini waangalie, impression inakuwa ni kubwa, kwa sababu sasa hivi mapinduzi ya teknolojia ni makubwa, hususan kwenye digital platforms. Kwa kwangu mimi niwapongeza sana idara ya habari Young Africans pamoja na digital. Naomba uiposti, kwa sababu mara nyingi vitu vingi mimi nakuwa na wasifia watu wa mposti, afu mwisho wa siku wanaona kama mimi nakuwa na wakosoa watu. Hapana, kumbe kuna sehemu na wasifia, nasema ukweli. Sibula vizuri. Nice one, nice, very very good. Wamefanya kitu kikubwa sana. No, na nimpongeze kiukweli Alikamwe, kitu kikubwa mno. Sibula vizuri. Na mtu asiyopenda huu utani ambao unaendelea kwenye mitandao ya kijamii, basi huyo hapa ni mchezo wa mpira wa miguu na atakuwa ni mnafiki. Hapa idara ya habari ya Simba Sport Club ina kitu cha kujifunza sasa kwenye idara ya promotion, kwa namna ambavyo Yanga wanakuwa wanaendea haya matukio na kuyakuza, kuyatengeneza. Unaona Alikamwe mpaka chai walitengeneza, mpaka chai na didi. Umeona huo utani wamemtukana mtu, walimkashifu mtu. Yaani unaona image nzuri, wanatengeneza chai pale, wanakunywa goli bila nini. Na ndio football ninavyotaka. Mimi nakukumbusha mechi ya FC Barcelona na Manchester United 2010.
Sir Alex Ferguson anatetemeka ile. Barcelona tupigia mpira mkubwa sana. Mimi naingia final na Manchester yangu. Ya mimi utaniambia nini Manchester ile. Kuna washikaji nilikuwa nabishana nao kwa sababu mimi ukija kwenye engo ya ushabiki, ukisema tu ni ushabiki tutaniane kishabiki. Mimi kwenye ushabiki uniwezi. Watu wananijua mimi vizuri. Wananijua ambao kuna mimi kwenye mchezo wa mpira wa miguu wananijua. Ukija kwenye engo ya kujua mpira tukikaa mimi na wewe na kutoa knockout. Mimi ushabiki na ujua, nikisema tena ushabiki wangu mimi naweza kufanya mpaka kwa kanuna ukao unisemeshi. Sio vizuri, niko hivi. Napenda sana mpira. Sasa tumeenda kwenye ile mechi na mdomo kweli kweli, utaniambia nini natamba. Na hapo nishanunua jezi mpya Manchester United. Tamba kelele. Utaniambia nini? Sasa mashabiki wa Barcelona wananchora tu, mashabiki wa Arsenal wananchora sema pumbavu, tutakunyoosha ng'ombe wewe. Subiri unyooshwe. Tunaenda tukafungwa goli moja. Sema leo kazi mkasema Manchester hii. Kaka. Tukaja tukachomoa run, nakumbuka mpaka half time moja. Kurudi si ndio Barcelona wakachezea mpira mkubwa ndugu yangu. Sir Alex Ferguson anatetemeka hivi. Ukumbi mzima wananzomea. Wewe unaweza ukavumilia? Yaani ukumbi mzima watu wanakuzomea, mtu anakuvuta. Baada ya hapo nikatolewa nje. Kulikuwa kuna ndoo imewekwa ya maji wamekatakata nandi matakataka ya nandi viazi mviringo kwa ajili ya chipsi. Wamejeza mule, wamejeza na mchanga mule, wameweka kila kitu. Wakaniweka katikati, wakaniogesha. Wakanunulia soda, viazi, umeona vizuri, matikiti, umeona, wakaniwekea na mkate hapo ni vile. Tukasika ndio ushabiki, umeona vizuri. Nikachukua mimi, nikala vingine, jamani mimi nimeshiba, mtaniua jamani. Wakazisamee. Sio vizuri, wakaniacha pale. Mwisho siku maisha mengi kufanya nini? Umeona ushabiki wa namna hiyo. Hawakunitukana, hawakunipiga, hatukupigana, tulikuwa tunapinga namna hiyo. Ushabiki maisha fanya nini? Yanaendelea. That is football. Ndio mpira unavyotaka hivyo. Sio unatukana. Kinyani mtu kitukana mnaona huyu ushabiki. Huyu kichao, chizi. So kwa wanachokifanya wakina Alikamwe na nini? Safi. Very nice. Kwa mimi nafikiri wafanye vile, na nafikiri kwa mfano kama ingetokea hii haya matukio ya Simba yale mazuri ndio angetokea upande wa Yanga nafikiri. Supu pale Jangwani ingeliwa. Mfano ile goli ndio ingekuwa Yanga. Supu pale Jangwani. Na nafikiri yangetengenezwa mpaka hata mabango yakabandikwa barabarani. Ile goli. Unajua Yanga wala dogo. Na ndio vizuri. Kuchapia goli ile teka kama jinsi ambapo leo umeona kwa mfano na Ahmed Ali alivyotengeneza ile. Umeona vile? Umeona kupitia ubunifu wa Yanga umewaboost hata Simba. Umeona wamejifunza Simba kitu. Umewaboost Simba na wenyewe mpaka Ahmed Ali mpaka wametengeneza ile logo kwamba ligi kuu sifanye nini. Umeona? Huo ni ubunifu ulianzia wapi? Yanga. Na walianza kuwachokoza hawa na nini. Umeona? Hawa wanawaboost kibiashara na hawa wanawaboost kibiashara. Mimi ndio maana nasema kila siku Simba na Yanga hawapaswi kuwa wapinzani kwenye matukio muhimu kibiashara. Wanapaswa kushikana kuwa pamoja kwa sababu wana influence kubwa ya watu wengi, wanapaswa kutumia kama mtaji na sio kutengenezeana chuki, kununiana na kadhalika. Sasa mkitengeneza chuki, kununiana na kadhalika, matokeo yake ndio ile kupelekana mahakamani. Asante sana. Shukrani. Shukuru sana.